Sababu nyingine kwa nini wagonjwa wa kisukari wanaongezeka sana. Watu wanauliza kwa nini siku hizi wagonjwa wa kisukari wanakuwa wengi sana ukilinganisha na zamani. Wengine wanapata ugonjwa huu katika umri mdogo sana, miaka 25, miaka 30. Imekuwa ni common ukilinganisha na zamani. Kwa nini? Sababu ya kwanza nilikwambia idadi ya milo. Lakini sababu ya pili ambayo nataka leo tujifunze ni aina ya vyakula tunavyovitumia kwa ajili ya kupata energy, kwa ajili ya kupata nguvu. Kumbuka, moja ya kundi la vyakula vinavyotakiwa kusheheni ama kutawala sahani zetu ni vyakula vinavyotupatia nguvu. Huwezi kula, yani lazima unahitaji chakula chenye kukupatia nguvu, kwa sababu mapigo ya moyo yanahitaji energy. Mfumo wa mmeng'enyo wa chakula unahitaji energy. Shughuli za kwenye ubongo unahitaji energy. Wewe kuweza kufanya zile physical activity, kutembea, kukimbia, unahitaji nini? Energy. Sasa vyakula ambavyo tunavitumia kama chanzo kikuu cha energy ya mwili ni vyakula vyenye ukaribu sana na kutengeneza ugonjwa wa kisukari. Yaani ni marafiki sana na kisukari. Tunakula vyakula kama ugali. Kwa hiyo kundi ninapozungumzia vyakula tulivyoangukia ni vyakula vya wanga na sukari, tunasema ni carbohydrates. Angalau ilikuwa ina usalama sana kwa sisi wahenga tuliokuwa tunapambana na kazi ngumu, tunalima, tunafanya kazi ngumu, at least kwa sababu tulikuwa tuna shughuli na tulikuwa tunafanyia kazi hicho chakula ambacho sasa hivi watu wengi wanakitumia lakini hawakifanyi kazi sana. Vyakula vya wanga na sukari ina maana ni vyakula ambavyo vinaingiza sukari nyingi, lakini mahitaji ya miili yetu huwa ni kidogo sana. Mwili unahitaji gramu kama 5 tu hadi 10, lakini sisi tunaingiza zaidi ya mahitaji ya mwili. Mwili hauna namna zaidi ya kugeuza hiyo sukari iliyozidi kutunzwa kama fat, na baadaye kama hauitumii kutunza kama mafuta, na baadaye kama hauitumii ni rahisi mwili kuanza kuona hichi kilichozidi ni hatari, lakini pia hiki unachokiingiza kwa wingi kuliko mahitaji yetu bado sio salama. Mwili ukatengeneza resistance, kwa sababu mwili una namna yake ya kusoma mahitaji, lakini pia tabia zako ambazo sio salama kwake. Kwa kinachotokea, mwili unatengeneza upinzani, na ukishakuwepo na upinzani, sukari inaanza ku overflow kwenye damu kwa sababu haina matumizi na mwili umepambana kutunza kama mafuta, wewe hujabadilisha tabia. Wenzetu walikuwa salama zaidi kwa sababu wale wa mwanzo kabisa walikuwa wanategemea uwindaji, uvuvi na ufugaji, kwa hiyo walikuwa wanakula vitoweo zaidi, energy yao haikutegemea glucose. Lakini waliofuata baada ya mapinduzi ya kilimo na masuala ya koloni pale, walikula zaidi hivyo vyakula ambavyo sasa hivi sisi tunaendelea navyo, lakini angalau wao hawakuugua sana kwa sababu walikuwa wana kazi navyo. Wewe asilimia kubwa huna kazi navyo, unatumia usafiri, unafanya kazi za kukaa sana, sayansi na teknolojia imeendelea sana, haufanyi mazoezi. Hiyo energy unaingiza unaipeleka wapi? Ambayo mwili unatumia kidogo na inayobaki nyingi. Misuli yako haifanyi kazi. Ina maana ni rahisi kutengeneza ugonjwa wa kisukari katika zama hizi kuliko zama za zamani, kwa sababu wenzetu wale wa mwanzo walikuwa ni wale wahenga, wale ancestors wetu kabisa. Wale hawakutumia hivi vyakula tunavyovitumia sisi. Wao waliishi kama wahadzabe. Jamii hizo ni ngumu kupata haya magonjwa kwa sababu vyakula vyao havispike sukari wala insulini kwa wingi kama sisi. Waliofuata walikuwa na twanga huo ugali ambao unakula leo, lakini walikuwa wanaamka asubuhi wanaenda kupiga kazi, walikuwa wanaenda kufanya mazoezi. Sasa hao pia walikuwa kwenye hatari ya kupata ugonjwa, lakini at least kwa sababu walikuwa wanaishughulisha miili yao. Sisi zama hizi tukiendelea na haya maisha, haitakuwa ajabu mtoto wa miaka 15 kupata ugonjwa wa kisukari type 2. Achana ugonjwa wa kisukari type 1 ambao unakuwa na shida ya kongosho. Hii type 2 ni shida ya upinzani, kwamba umeshakuwa na tabia mbaya, mwili umeona sasa wewe haujihurumii, mwili unatengeneza upinzani, mwisho wa siku unachokiingiza kitambuliki tena, kinageuka kuwa shambulio la viungo vya mwili. Ndio maana sukari inaua mishipa ya damu, sukari inaharibu macho, sukari inaharibu viungo vyote, moyo, ini na figo zako. Ina maana hii sukari ambayo tunaitumia kama chanzo kikuu cha nishati, pala ambapo inazidi, mwili unakosa matumizi yake, inaweza kuwa ni shida. Kwa hiyo mara ya kwanza nilisema ni idadi ya milo, lakini ya pili ni aina ya vyakula. Sio wote wataathirika na kupata huu ugonjwa, lakini kama tayari
tumeingia kwenye vyakula ambavyo matumizi yake ni kidogo, lakini sisi tunaingiza kwa wingi, ina maana kwamba hiyo ni riski. Na ndio maana sababu ya kwanza inamata sana. Hata kama unakula hivi vyakula, unakula mara ngapi kwa siku? Hapo katikati tena unaingiza vitu gani? Ina maana unajiweka kwenye hatari kama hautakuwa na taarifa sahihi, kwa sababu tayari upo kwenye kundi la vyakula ambavyo mwili wako unahitaji kwa kiwango kidogo sana. Sasa una taarifa hiyo, unaamka asubuhi unagonga chapati 2 na supu, unapiga na kinywaji chako ambacho ni sukari tupu, alafu mchana tena unapiga wali maharage, unashushia na kinywaji fulani ka baridi, bado usiku tena unapiga ugali sijui wali. My friend, aina tu ya vyakula unavyokula bado havikuwa salama sana ukitegemea na nature ya mwili wako. Ukiongeza na idadi ya milo, you are not safe. Na ndio maana watu wengi wanapata kisukari na wataendelea kupata kisukari kama hawataanza kuwa na taarifa na maarifa sahihi. Kwa nini? Kwa sababu sasa hivi usipokuwa na maarifa ya kutosha, utakuwa innocent, utapata ugonjwa wa kisukari kama ni uonevu fulani hivi, kwa sababu wewe unajiona uko sawa, kumbe hauko sawa. Na ndio maana kipindi hiki unahitaji maarifa ya kutosha usije kuangukia kwenye magonjwa. Lakini kama umeshapata tatizo, bado sio kazi ngumu. Kwa nini? Kwa sababu haya magonjwa yanakuwa reversible. Unaweza kaya reverse na yakaondoka kwenye mwili wako, na kupitia uzoefu huo ukapata hekima ambayo hao wanaopuuza leo wanasema wewe, si tumekula sana ugali, mbona tujapata shida? Babu yangu amefariki hajapata kisukari na kwa nakula sana ugali. Hawaelewi kwa sababu ya tunasema tu ni kiburi cha uzima. Wewe ambaye tayari umeshapitia huo uzoefu, unaweza ukawa una hekima zaidi ya kujitunza kuliko watu wengine. Kwa hiyo usijisikie vibaya, tafuta program za kureverse huu ugonjwa urudi kuwa katika hali ya kawaida, lakini baada ya hapo tumia hekima hiyo kuto kurudi kwenye ugonjwa huu, kwa sababu wanaougua ugonjwa huu hawakuwa na tabia mbaya sana. Walikuwa na tabia za kawaida kwa sababu hawakuwa na maarifa. Ukishakuwa na maarifa utashangaa hata wewe unaanza kugundua kama nilikuwa na tabia mbaya hivi, kwa sababu mwili wako utaugundua unataka nini na wewe ulikuwa unazidishia nini. Mimi ni Sam Nature, nasaidia watu wenye changamoto za kisukari kutokomeza kwa njia asilia, lakini pia ni mshauri wa afya. Napenda watu kutokomeza na kutunza afya zao, kutokomeza changamoto za kiafya na kutunza afya zao kwa njia asilia kwa kurudi kwenye nature. Follow page hii, niachie comment, lakini pia share na watu wengine wajifunze. Hapa ni mahali pazuri sana.